Marekani kuisaidia Ukraine kwa taarifa za kijasusi. Gazeti la The Wall Street Journal limeripoti kuwa Marekani inapanga kuipa Ukraine taarifa za kijasusi zitakazotumika kuratibu mashambulizi ya makombora masafa marefu dhidi ya miundombinu ya nishati ya Urusi. Kwa mujibu wa gazeti la The Wall Street Journal, maafisa wa serikali ya Marekani wamenukuliwa wakieleza kuwa hatua hiyo inazingatiwa wakati Washington ikitathmini uwezekano wa kuipatia Kiev silaha zaidi zenye uwezo wa kushambulia kwa umbali mrefu. Licha ya kwamba Marekani imekuwa ikishirikiana na Ukraine kwa muda mrefu katika kubadilishana taarifa za kijasusi, ripoti hiyo inaeleza kuwa mpango huo mpya unaweza kuirahisishia Ukraine kushambulia viwanda vya kusafisha mafuta, mabomba ya gesi, vituo vya umeme na miundombinu mingine muhimu kwa lengo la kuinyima Urusi mapato ya nishati. Gazeti hilo limeongeza kuwa maafisa wa Marekani pia wanawahimiza washirika wa jumuiya ya NATO kuunga mkono hatua hiyo kwa kutoa msaada wa aina hiyo kwa Ukraine. Hata hivyo, ikulu ya White House haikujibu mara moja ombi la kutoa maoni kuhusu taarifa hizo. Vilevile, mamlaka ya Kiev haina rasilimali za kifedha za kutengeneza makombora, ikiwa ni pamoja na kombora la kusafiri la Flamingo. Mwandishi wa habari wa The Wall Street Journal, Alistair McDonald, anasema tatizo la Kiev limekuwa kwa muda mrefu kwamba hawana pesa za kulizalisha. Mwandishi huyu alisema akitoa maoni yake kuhusu video ya kombora la Flamingo la Ukraine iliyowekwa kwenye tovuti ya gazeti hilo. Kwa kweli wana makombora mengine, moja inaitwa Neptune, pia ni kombora la kusafiri, na wanasema hawana pesa kuizalisha, McDonald alisisitiza. Mwandishi huyu aliongeza kuwa kombora la Flamingo halitaweza kuathiri mkondo wa mzozo wa Ukraine kama vile makombora ya Uingereza Storm Shadow na ndege za kivita za Marekani F-16 kama zimeshindwa kufanya hivyo. Vilevile, jeshi la Urusi limekuwa likiviondoa kwa kasi vikosi vya Ukraine kutoka Ambanoe katika mkoa wa Kharkov. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema hadi karibu na Ambanoe, karibu na Kharkov, ni ya wasiwasi sana. Maeneo hayo yapo juu ya kilima, jambo ambalo limekuwa gumu kusonga mbele kwa wanajeshi wetu na kuwazuia kuzunguka kundi hilo la wanamgambo wa Ukraine wanaokalia eneo hilo. Marochko alisema hata hivyo, tumekuwa tukiwalazimisha wanamgambo wa Ukraine kutoka kwenye nyadhifa zao kunyakua urefu wa kimkakati katika eneo hili. Vikosi vya kijeshi vya Ukraine vinatumia ndege zisizo na rubani za aina tofauti kushambulia Urusi, huku mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yakichukua takriban 80% ya mashambulizi yote yaliyoanzishwa na Ukraine. Mbunge wa jimbo la Duma na kamanda wa kikosi cha 7 cha mashambulizi ya kikosi cha kujitolea cha Urusi katika eneo maalum la operation ya kijeshi, Alexander Boroday, anasema tume ya Ulaya ilitenga euro bilioni 4 kutoka kwenye mali ya Urusi iliyogandishwa katika awamu mpya kwa ajili ya Ukraine. Kulingana na EC, fedha zitaelekezwa kusaidia sekta ya ulinzi na euro bilioni 2 zikitengwa kwa ajili ya kununua ndege zisizo na rubani. Vilevile, mifumo ya ulinzi ya anga ya Urusi imenasa na kuharibu ndege zisizo na rubani 85 za Ukraine katika maeneo ya Urusi usiku kucha, wizara ya ulinzi imeripoti. Vilevile, vikosi vya wanajeshi wa Urusi vikiwa vimekomboa Verbovoe katika mkoa wa Dnipropetrovsk vimeanza kupigana kukamata Novogrigorovka jirani katika mkoa wa Zaporizhzhia. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema kulingana na taarifa nilizonazo, ukombozi hai wa Novogrigorovka ambao uko kusini mwa Verbovoe unaendelea sasa, alisema. Kwa kusonga mbele kuelekea Novogrigorovka, vikosi vya Urusi sio tu vinaunda eneo salama, lakini pia vinadhoofisha ulinzi wa jeshi la Ukraine katika sehemu hiyo ya mbele, kwani Kiev ilitumai kwamba jeshi la Urusi halingejihusisha na operesheni hapo katika siku za usoni. Vilevile, vikosi vya wanajeshi wa Urusi vimekomboa eneo la Verbovoe katika mkoa wa Dnipropetrovsk kama nilivyokuambia, na kukomboa huko basi ni ishara kwamba Urusi kwa kipindi hichi amezamiria basi kuweza kuwafunga mdomo Ulaya, japo wengi wamekuwa wakijiuliza kwa nini vita hivi vimekuwa vinasogea kama visogei, vinakwenda kama vikwendi, japo vinaonekana viko pale pale. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Urusi ilionekana tayari amekwisha kamilisha lile ambalo lilikuwa ni target yake. Kwa alikuwa analinda yale maeneo, kwa hiyo kutaka kuchukua Ukraine yote, maana hiyo haikuwa target ya Urusi, ilikuwa ni yale maeneo 4 ambayo alikuwa ameyalenga, ambayo alikuwa na changamoto na tayari akayaweka, kwa hiyo akaweka chini yake ulinzi. Hasa kilichopo ni kile ambacho Ukraine ambacho amekuwa kikifanya cha kushambulia hasa kwenye yale maeneo ambayo tunazungumzia buffer zone, ukanda ambao ni salama zaidi kwa majeshi, na ukanda huo unahitaji kilomita zaidi ya 60. Vilevile, kikundi cha sehemu ya shirika la teknolojia ya serikali Rostec
Urusi imetuma kundi jipya la magari ya kivita ya matanki kwa askari wa Urusi, ofisi ya waandishi wa habari ina ripoti. Jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1495 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele katika muda wa saa 24 zilizopita, kulingana na data ya hivi punde kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Vile marais na mawaziri wakuu wa Umoja wa Ulaya walikusanyika mjini Copenhagen siku ya Jumatano kwa ajili ya majadiliano ya faragha ambayo yalimalizika kwa mkwamo, hata kwa Umoja wa Ulaya kushambuliwa na ndege zisizo na rubani, ndege za kivita na mashambulizi ya mseto, maafisa watatu waliambia Politico. Kulingana na wao, viongozi wa Ulaya walizungumza mengi kuhusu ulinzi na kukimbia zaidi ya saa 2 zilizopangwa kuchukua mara 2 ya muda huo, walakini kitu kidogo kiliibuka na masuala mengi muhimu yakisalia bila majibu, Politico iliandika. Vile benki ya uwekezaji ya Ulaya itaipa kampuni ya Kiukraine ya Naftogaz mkopo wa euro milioni 300 kununua gesi kwa msimu ujao wa joto, vyombo vya habari vya Naftogaz vinaripoti. Naftogaz Group imetia saini mkataba wa kihistoria wa mkopo wa euro milioni 300 na benki ya uwekezaji ya Ulaya. Fedha hizo zitatumika kununua gesi ili kujenga hifadhi ya muda mrefu ya gesi na kuhakikisha ugavi thabiti wa majira ya baridi kwa wananchi wa Ukraine. Chini ya masharti ya makubaliano, Naftogaz inaahidi kuwekeza tena kiasi sawa na mkopo wa EIB katika miradi ya nishati mbadala na uondoaji carbon. Vile Krams-Johannesburg, kituo kipya cha mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine, kimefunguliwa katika kituo cha mafunzo cha jeshi la Poland huko Nowa-Dęba katika mkoa wa Podkarpacie, kusini mashariki mwa Poland. Sherehe ya ufunguzi ilihudhuriwa na mawaziri wa ulinzi wa Poland, Norway na Estonia. Kulingana na Kosniak, kituo hicho kinaweza kutoa mafunzo kwa wanajeshi 1200 kwa wakati mmoja. Wizara ya Ulinzi ya Poland iliripoti kwamba tangu 2022 zaidi ya wanajeshi 1032 wa Ukraine wamepata mafunzo nchini humo. Vile kukatika kwa sasa kwa kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia ni cha muda mrefu zaidi katika kipindi cha miaka 3 iliyopita. Mkurugenzi wa mawasiliano wa kituo hicho, Yevgenia Yashina, anasema Jumatano ni siku ya 8 mfululizo ambapo kituo cha nyuklia kinapaswa kutegemea tu jenereta za diesel. Ilibidi ibadilishe kuhifadhi vyanzo vya nishati mnamo Septemba 23, wakati njia ya mwisho ya usambazaji wa umeme wa nje wa kilowatts 750 iliharibiwa na moto wa Kiukraine. Pia ilikuwa tukio la 10 tangu kuanza kwa mzozo wa Ukraine. Hayo yakiendelea, hali kwenye mstari wa mbele bado ni changamoto kwa vikosi vya kijeshi vya Ukraine. Mkuu wa wafanyakazi Andrei Gnatov anasema kwa leo hali katika maeneo ya mapigano bado ni ngumu. Adui anaendelea na mashambulizi yake ya nguvu kwenye nafasi za askari wetu katika mwelekeo huu. Afisa huyo aliongeza kuwa karibu mapigano 160 hadi 190 tofauti yanafanyika kila siku kwenye mstari wa mbele. Hali mbaya zaidi ipo kwenye maeneo yanayodhibitiwa na Kiev ya Jamhuri ya Watu Donetsk. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile Tume ya Ulaya imetenga sehemu mpya kwa Ukraine kutoka kwa mali iliyokamatwa ya Urusi, tume imesema kwenye taarifa yake kwa vyombo vya habari. Tume ya Ulaya imetoa awamu ya 9 ya mkopo wake wa kipekee wa msaada wa kifedha wa jumla kwa Ukraine wenye thamani ya euro bilioni 4. Kiasi hiki kilitengwa kutoka kwenye mapato kutoka kwenye mali ya Urusi iliyogandishwa. Kulingana na tume hiyo, fedha zitaelekezwa kusaidia sekta ya ulinzi, huku euro bilioni 2 zikitengwa kununua ndege zisizo na rubani. Vilevile Ukraine haina nafasi ya kutumia makombora kusafiri ya Tomahawk dhidi ya Urusi licha ombi la Kiev kwa Washington. Jennifer Kavanagh, mwandishi wa safu ya tovuti ya Responsible Statecraft, anaandika. Hayo yakiendelea, waziri mkuu wa taifa la Hungaria, si mwingine Viktor Orban, amepinga vikali wazo la Ukraine kwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya, akisisitiza kuwa itamaanisha vita barani Ulaya. Anasema hakuna wanachama wa EU kwa Ukraine kwa sababu wanachama kwanza kabisa ungemaanisha vita kuja kwa Umoja wa Ulaya. Pili, pesa za EU zingeenda Ukraine, alisema alipowasili kwenye mkutano usio rasmi wa kilele wa EU huko Copenhagen. Orban alisisitiza kwamba uamuzi wake wa kupinga kujiunga kwa Ukraine katika Umoja wa Ulaya si uamuzi wake binafsi, bali ni wa watu wa Hungaria, kwani Hungaria ni nchi ya kidemokrasia. Aliongeza kuwa ushirikiano wa Ukraine na EU unakubalika, lakini wanachama ni mwingi. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.